taarifa kwa umma kwamba baada ya kufunga zoezi la kupokea baada ya kufunga lile zoezi la zile ajira, ilipokea jumla ya maombi 135,027. Kati ya maombi hayo, maombi 112,952 yalikidhi vigezo vya kuitwa kwenye usaili wa kuandika. Na tarehe 23 Machi 2025 mamlaka ilitoa fursa ya siku mbili, yani tarehe 24 na 25 Machi 2025 kwa waomba kazi ambao walidhani walistahili kuitwa kwenye usaili wa kuandika ila hawakuitwa. Na baada ya fursa hiyo kutolewa, jumla ya waomba kazi au jumla ya maombi 71 yalikidhi vigezo, na hivyo kufanya jumla ya maombi 113,023 kukidhi vigezo vya kufanya usaili wa kuandika. Tunapenda kuwataarifu kwamba katika maombi hayo wapo waombaji walioomba nafasi zaidi ya moja. Kwa hiyo waliomba nafasi zaidi ya moja, ambapo maombi kama nilivyosema 113,023 yalikidhi vigezo vya kufanya usaili wa kuandika, na yaliombwa na waomba kazi 86,314. Hii inamaanisha kwamba kama nilivyosema kuna watu waliomba nafasi zaidi ya moja, wengine mbili na kadhalika. Kati ya hao waombaji waliofanya usaili wa kuandika walikuwa ni 78,544 ambao ni sawa na 91%. Waomba kazi 7,770 ambao ni sawa na 9% hawakushiriki kwenye usaili wa kuandika kutokana na sababu mbalimbali. Na kama tulivyowataarifu hapo awali kuwa zoezi hili la usaili linafanywa na mshauri elekezi ambaye ni Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBAA. Mshauri huyu alipatikana kupitia mchakato wa manunuzi kufuatia historia na uzoefu wake katika kuendesha masuala ya mitihani kwa weledi na uadilifu. Hivyo NBA wanaendesha zoezi hili la usaili katika hatua zote mpaka waajiriwa watakapopatikana. Mamlaka ya Mapato Tanzania haihusiki na kutunga, kuratibu na kusahihisha mitihani ya usaili huo. Hivyo itaendelea kubaki kama msimamizi wa zoezi hili tu. Kutokana na mpango kazi uliopitishwa, matokeo ya usaili wa maandishi yanatarajiwa kuwasilishwa na mshauri elekezi yani NBA tarehe 23 Aprili 2025 na yatatangazwa tarehe 25 Aprili 2025 kupitia tovuti ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Usaili wa vitendo kwa nafasi za madereva na waandishi waendesha ofisi wenyewe unatarajiwa kufanyika kwa siku 3
kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 4 Mei 2025, ambao utafuatiwa na usaili wa mahojiano kwa maana ya oral interview, unaotegemea kufanyika kwa siku 3 kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 9 Mei 2025. Baada ya mshauri mwelekezi kuwasilisha matokeo ya usaili wa mahojiano, waliofanikiwa kushinda usaili huo watataarifiwa tarehe 18 Mei 2025 na watatakiwa kuanza mafunzo elekezi, kwa maana tunasema ni induction, tarehe 22 Mei 2025 hadi tarehe 2 Juni 2025, ambapo wataajiriwa na kuanza kazi rasmi. Baada ya kumaliza huo mchakato wa mafunzo elekezi tarehe 2 Juni 2025. Ikumbuke kwamba mabadiliko yoyote yatakayojitokeza katika mpango huu wa awali, umma utajulishwa. Kama kutatokea na plus and minus za tarehe, umma utafahamishwa. Sera ya Mamlaka ya Mapato Tanzania ni ajira sawa kwa wote, kwa maana ya equal opportunity employer, anayezingatia sifa na vigezo vya waomba kazi. Hadi sasa sera hii imetekelezwa na inaonekana kupitia idadi ya waombaji walioitwa kwenye usaili wa kuandika. Kila mtu alipewa fursa. Na katika kuhakikisha kwamba waombaji wote wanafikiwa kwa ukaribu, mamlaka iliendesha usaili huu wa kuandika katika mikoa 8 ya bara na Zanzibar, kama ambavyo tulisema awali kwamba Dar es Salaam ilihusisha kituo cha Dar es Salaam katika vituo 9 hivi. Kituo cha kwanza kilikuwa Dar es Salaam, ambapo ilihusisha waombaji kutoka Dar es Salaam na Pwani. Lakini kituo cha pili kilikuwa Arusha, kilichohusisha waombaji kutoka Arusha, mkoa wa Manyara, Kilimanjaro na Tanga. Na Dodoma kilikuwa kituo cha 3 ambacho kiliwahusisha waombaji kutoka mikoa ya Morogoro, Dodoma yenyewe, Singida, Iringa na Tabora. Kituo cha 4 kilikuwa Mtwara, ambayo ilihusisha waombaji kutoka Mtwara, Lindi na Ruvuma. Kituo cha 5 kilikuwa Mbeya, ambacho kiliwahusisha waombaji kutoka mikoa ya Mbeya, Njombe, Songwe na Rukwa. Na kituo cha 6 kilikuwa ni Mwanza, ambacho kilihusisha waombaji kutoka mkoa wa Mwanza, Shinyanga, Mara na Simiyu. Kituo cha 7 kilikuwa ni Kagera, ambacho kilihusisha waombaji kutoka mkoa wa Kagera na Geita. Kituo cha 8 kilikuwa ni Kigoma, ambacho kilihusisha waombaji kutoka Kigoma na Katavi. Na kituo cha 9 ilikuwa ni Zanzibar, ambayo kilihusisha waombaji kutoka Unguja na Pemba. Hii yote ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunasogeza huduma karibu na waombaji, ili kila muombaji apate fursa ya kushiriki kwenye mchakato huu wa ajira za Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mtanzania yoyote, kwa mujibu wa hiyo sera ya Mamlaka ya Mapato Tanzania, Mtanzania yoyote mwenye sifa na vigezo vinavyotakiwa ana nafasi ya kuajiriwa Mamlaka ya Mapato Tanzania, bila kujali ni mtoto wa maskini, ni mtoto wa tajiri, ni mtoto wa kiongozi au ni mtoto wa mtumishi wa umma. Kila mmoja
anayo fursa hiyo, mradi tu awe na vigezo na afanye vizuri katika mitihani inayoendelea. Hivyo haki ndio maana tumeisogeza kwenye maeneo hayo niliyoyataja, kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata fursa ya kufanya usaili ili haki iweze kutendeka. Tunawahakikishia waombaji wote kuwa Mamlaka ya Mapato ya Tanzania itasimamia na kuhakikisha haki inatendeka katika zoezi zima ili kupata waajiriwa wanaostahili kwa mujibu wa vigezo vilivyowekwa. Mamlaka ya Mapato Tanzania inashukuru kwa mrejesho iliyoupata kupitia njia mbalimbali ikiwemo mitandao ya kijamii kuhusiana na zoezi hili la ajira, na inawahakikishia kwamba taarifa zilizopatikana zinafanywa kazi, na ikithibitika kwamba zina ukweli wowote, mamlaka itachukua hatua kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Tunaomba wale wote wenye nia njema na maendeleo ya nchi yetu kuendelea kutoa taarifa zinazopelekea kuharibika kwa njia moja au nyingine kwa zoezi hili kupitia njia mbalimbali zikiwemo Sikika app, simu ya bure ambazo tumestaja hapa, WhatsApp namba ambayo tumeitaja, lakini pia kupitia kwenye email ya huduma@tra.go.tz au service@tra.go.tz.